Na mtazamaji, kamati ya ukaguzi wa jamii kutoka wadi ya Mochongoi, Baringo Kusini imefika katika ofisi ya afisa mkuu wa kaunti anayesimamia barabara Geoffrey mjini Kabarnet kutaka maelezo kuhusu madai ya malipo ya shilingi milioni 12.3 kwa kituo cha mafuta mjini Nakuru. Kamati hiyo inadai fedha hizo zilitengewa mafuta ya kuendeshea mitambo inayotarajiwa kutumika katika miradi ya ujenzi wa barabara katika wadi hiyo. Wanachama hao wanataka kujua jinsi fedha hizo zilitengwa, jinsi msambazaji wa mafuta alivyopatikana na ni barabara zipi zilihusishwa kwa matumizi ya pesa hizo. Ya hizo barabara za Mochongoi ward. So hizo barabara zimekuwa zikifanywa every now and then na ifanywe vizuri. So tukasema leo tunataka tukuje tumpate CEO, we had booked an appointment leo tupatane na CEO. Watupe hiyo 12.3 imelipwa lini, imelipwa wapi? Kwa sababu ripoti yenye tunapata kwa sasa ni ya kwamba imelipwa Nakuru County. Yet tuko na petrol stations Mochongoi ward. Ya pili, tulikuwa tukapata ya kwamba excavators ama malori yenye inatumika ni ya Mogotio. Baringo County, Baringo South haifanyi kazi kwa sababu ilikuwa inatumika kwa biashara ya kibinafsi. Unaona ndio hizo zote zimelala hapa hivi. The two tippers and the dozer. Mwezi uliopita wana Kimoriat tulifanya maandamano kama ile location, mambo na barabara, mambo na hospitali. Mheshimiwa mwenyewe akasema kabla ya wiki moja nitakuja kukamilisha weka kazi, lakini ripoti yenye tumepata imekuwa ni kama ni mchezo wa paka na panya. Tumekuwa na delegation ya 6 locations. Unapoona watu wote wenye wameweza kujumuika siku ya leo, tumekuja tukiwa na kusudio moja. Tumekuwa tukienda public participation every now and then, lakini ukifika ground hakuna kazi. Pia tumekuja kama tumekwazika sana sababu the last financial year ya 2023-2024 kuna pesa ya Sandai location ambayo waliweka 2.4 million ambayo already ishalipwa kwa Shell petrol station, iliwekwa 30th mwezi wa 6. Na mpaka saizi hakuna kazi ambayo imefanyika kwa Sandai location.